Jeshi la polisi limeanza kuwakamata baadhi ya vijana wetu wakiwatuhumu kwamba wanaenda kuandamana tarehe 7 mwezi wa 7. Naomba niwakumbushe polisi jambo moja. Historia duniani kote inatambua maandamano kama njia sahihi ya kudai haki, ya kudai uhuru na kudai ukombozi pale ambapo njia nyingine zote zimeshindikana. Maandamano, migomo na kuliakti ama kukataa ndio njia sahihi za kudai haki yako, kudai uhuru, ukombozi na mabadiliko kama njia nyingine zote zimeshindikana. Mwaka 1905 hadi 1907 babu zetu wa kanda ya kusini, Songea, Lindi, Mtwara, Rufiji waliweka mgomo na kumkatalia Mjerumani, wakapigana naye vita ya miaka miwili. Hawakupigana Mjerumani au kumkataa kwa sababu ya rangi yake, walimkataa kwa sababu ya udhalimu wake. Hiyo ni njia mojawapo ya kukataa. Walimkataa Mjerumani kwa sababu alikuwa anapigania kukataa malimbikizo ya kodi, kukataa kazi za lazima, kukataa ubaguzi ambao alikuwa akifanyiwa. Mwaka 1947 baada ya vita ya pili ya dunia, wafanyakazi wa reli na bandarini nchini Tanganyika walifanya maandamano makubwa ya kukataa mishahara midogo na kupigania kazi bora na kukataa ubaguzi wa kazi kazini. Maandamano hayo yalisaidia kuzalisha vyama vingi vya kupigania uhuru na vyama vya kupigania maslahi ya wafanyakazi. Hayo ni maandamano. Mwaka 1960 kuja mpaka 1970, baada ya kupata uhuru Tanganyika, kulitokea na maandamano ya mara kwa mara ya watu kupigania mabadiliko ya sera za elimu na mabadiliko ya maisha yao. Tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1954, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliongoza maandamano ya kwanza ya kuanzishwa kwa TANU ya kuanzisha mapambano mapya ya kupigania uhuru kwenye nchi yetu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1954 aliongoza mapambano ya maandamano hayo ya kuanzishwa kwa TANU na kuanzisha mwanzo mpya wa kupigania uhuru ndani ya nchi yetu. Kama tunawasifu watu hao kama mashujaa kwa walichokifanya, kwa nini tuone maandamano sasa hivi ni alamu? Pause. Ni kwa nini tuyaone sasa hivi mwaka 1961 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huyo shujaa wa taifa letu, aliongoza maandamano makubwa ya TANU kuwalazimisha wakoloni kuweka uchaguzi huru. Wakati wakielekea kwenye uchaguzi wa mwaka 1961 mwaka huo, aliongoza maandamano ya kupigania uchaguzi huru kwenye taifa hili, Mwalimu Kambarage. Kwa hiyo historia hiyo inatuonyesha kwamba maandamano ndio njia sahihi ya kudai haki yako, mabadiliko yako pale ambapo njia nyingine zote zimeshindikana. Kwa hiyo nataka niwaambie jeshi la polisi, it's either hawajui historia ya nchi yetu, hawajui historia ya dunia, na watambui kwa namna gani nchi nyingine zote duniani zimetumia maandamano na watu wote wametumia maandamano kudai haki zao za msingi pale ambapo njia zote zimetumika. Endeleeni kuchupaza shingo. Mmeua watu 29. Kama mjatosheka na damu, vijana wa Tanzania hawatakuwa tayari kuona damu ikimwagika tena. Mama zetu hawako tayari kupoteza watoto wao, hawako tayari kupoteza waume zao. Vijana hawako tayari kuwa yatima tena. Kama huko mashuleni mmetufundisha kwamba watu wao ni mashujaa, ni kwa nini tukitaka kufuata njia zao mnatukataza? Wao ushujaa wao mliokuwa mnatufundisha shuleni ni unafiki? Pause. Lazima tupiganie nchi yetu. Nilikuwa na wasalimu kwa njia. Mheshimiwa kama mwenyekiti wa BAVICHA, karibu sana wasalimie watu wa Mbalali.